Ndugu mliohudhuria katika hadhara hii, wana Mkuranga na viunga vyake vyote, naomba niwakumbushe miongozo na taratibu za utatuzi wa migogoro yetu. Ninawaomba maimamu wa misikiti, mashekhe wa kata na mabaraza yenu, hili halikuwepo katika mada, lakini Mwenyezi Mungu amelijalia mlipate kwa sababu ya hii fursa. Utatuzi wa migogoro kupitia Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA unaanza katika taratibu zifuatazo. Namba 1, mgogoro ni lazima usuluhishwe ndani ya familia. Yule mwenye peni aandike. Mgogoro ni lazima usuluhishwe ndani ya familia. Hii ni hatua ya kwanza. Maimamu lazima hili mlijue, lakini pia kina mama wapendwa ni lazima mlijue. Hatukuruhusu kutoka nje ya familia kupeleka mgogoro wa ndoa nje ya familia kabla haujatatuliwa, haujasikilizwa na kushindikana ndani ya familia. Familia katika maisha ya ndoa kuna upande wa mume na kuna upande wa mke. Pande mbili zikikaa zikajitahidi kusuluhisha, Mwenyezi Mungu akileta taufiki, alhamdulillahi rabbil alamin. Taufiki isipopatikana, mmoja akawa hakuridhika, ima mume au mke hakuridhika na maamuzi ndani ya familia yake, tunasema hii ni hatua ya kwanza. Imefanyika, vikao vimefanyika, iwe kimoja, viwili, vitatu, kama mnavyojua taratibu zetu ndani ya familia. Jambo hili likishindikana ndani ya familia, ima upande wa mume au upande wa mke, mmoja wapo watalipeleka lile shauri kwa imamu wa msikiti. Kwa imamu wa msikiti, ule msikiti ambao upo chini ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Si kila msikiti tu, si kila msikiti uliokuwa karibu yako, la, utaupeleka ule mgogoro katika msikiti ambao upo chini ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania na uongozi wake umepatikana kupitia taratibu za katiba ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania. Mswalie Mtume. Imam, kwa mujibu wa katiba ya BAKWATA, imamu wa msikiti yeye ndiye mwenyekiti wa msikiti. Imamu wa msikiti yeye ndiye mwenyekiti wa msikiti, na chini yake kuna wasaidizi. Chini ya imam, kwa mujibu wa katiba ya Baraza Kuu la Islam Tanzania BAKWATA, kuna wasaidizi, kuna kamati zilizokuwa chini ya imam ambaye ndiye mwenyekiti. Na hapa walimu wa madrasa na Waislamu wote wa mkoa wa Pwani na Tanzania kwa ujumla
Tuithamini sana katiba ya BAKWATA, ithaminini, ipeni heshima, kwa sababu katiba nyingine yoyote isiyokuwa ya BAKWATA haimfanyi imamu wa msikiti kuwa ni mwenyekiti wa msikiti. Never. Katiba nyingine yoyote isiyokuwa ya BAKWATA haimheshimishi imamu wa msikiti kuwa ni mwenyekiti. Kila mmoja aiulize akili yake. Bali imamu anawekwa pale kama kiraka tu. Mwenyekiti ni mtu mwingine. Anaweza akawa mwenyekiti wa board of trustees, mwenyekiti wa bodi ya wadhamini. Imamu anaonekana kiduchu. Na hii ni kuonesha kwamba BAKWATA ni chombo kinachosimamia maslahi ya Uislamu, kinachosimamia misingi ya Uislamu. Ndani ya msikiti hakuna mtu anayemzidi imamu wa msikiti. Si mwenyekiti wa bodi ya msikiti, si katibu wa bodi ya msikiti, si baraza la wadhamini. Imam yeye ndiyo kiongozi wa msikiti. Hawa wote wanatakiwa wawe chini, hata kama wakiwa ni watu wa bodi, mwenyekiti wa bodi. Lakini imam yuko juu, ndiyo mkata judgment. Sallu ala Muhammad. Ndiyo mkata maamuzi. Sio imamu wa msikiti anakwenda kupiga magoti kwa mwenyekiti wa bodi, bwana ninaomba kitu fulani. Anakwenda kwa katibu wa msikiti, bwana amenijia mtu hapa, mfuko wake wa choo umejaa, anahitaji 70,000, naomba nimchangie. Yani imamu anaomba fadhila kwa mwenyekiti na katibu. Siwapeni uwasi, never. Siwapeni uwasi mkakosa kuwaheshimu, bali ninaeleza mjue namna gani katiba ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania ilivyompa heshima imamu wa msikiti, heshima ambayo haipati kwenye katiba nyingine yoyote. Haipati kwenye katiba nyingine yoyote. Hiyo haikuwa, ni dokezo tu nimewapa. Kwa hivyo imamu wa msikiti atapelekewa mgogoro, na yeye na baraza lake watausikiliza ule mgogoro baada ya kuwa umeshindikana katika ngazi ya familia. Imamu usiusikilize mgogoro peke yako, usikilize na zile mamlaka zilizotamkwa ndani ya BAKWATA. Lakini imam mwisho wa siku, baada ya vikao na kulisikiliza lile tatizo la ndoa kati ya mume na mke, toa maamuzi kupitia hukumu. Mswalie Mtume. Hukumu yenu ile ngazi ya msikiti iwe ya maandishi. Hapa bwana ameonekana mke ana haki, mume umetereza. Ameonekana mume ana haki, mke umetereza, na sheria inasema 1, 2, 3. Nendeni mkaishi. Yule ambaye atakuwa hakuridhika na maamuzi ya imamu wa msikiti, na nimetaja msikiti uliokuwa chini ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, atakata rufaa. Rufaa hiyo imamu atamuelekeza aende kwa shekhe wa kata, ambapo ndipo tulipozoea kuita baraza la usuluhishi. Hizi hatua mbili za nyuma wengi hatujazikumbusha kwenu. Unakuta shekhe wa kata anapelekewa tatizo kwenye familia, halijaguswa, halijazungumzwa, halijatatuliwa. Msikitini pale ambapo ndio starting point, ndio nuktatun tilaq, BAKWATA inaanzia msikiti, halijapelekwa hilo tatizo. Ngazi mbili zimerukwa. Sasa shekhe wa kata anayejitambua huwa anauliza, jamani huu mgogoro umepita ngazi ya familia? Hapana, haujasikilizwa.
tulifanya kikao lakini mume hakuja, tulifanya kikao mke hakuja. Unamkuta shekhe wa kata anayejitambua anakurudisheni tena ngazi ya familia. Kwa hiyo baraza la kata litapokea ripoti ya imamu wa msikiti, namna alivyousikiliza ule mgogoro na hukumu yake. Cheni hiyo ya usuluhishi na maamuzi ndani ya BAKWATA. Pale kata kuna shekhe wa kata na kuna baraza la mashekhe wa kata. Hawa ndio wanaotakiwa kuketi kusikiliza maamuzi ya imamu wa msikiti, kaliamua vipi hili jambo. Kuna mawili, wanaweza wakaridhika na yale maamuzi wakayasapoti kwa kuyaunga mkono, au wanaweza wakaona busara nyingine ya kisheria pengine imesahaulika wakatoa maamuzi mengine. Wakishatoa maamuzi mengine, shekhe wa kata usitoe maamuzi ya mdomo, toa maamuzi ya kimaandishi. Na una mamlaka shekhe wa kata kutengua maamuzi ya imamu wa msikiti kama utaona hayaendi sawa na vipengele vya kisharia. Unaweza ukatengua na ukatoa hukumu iliyokuwa unaiona iko sawa. Pande mbili, mume na mke, wakishapata maamuzi na hukumu ya shekhe wa kata, wakiridhika wote, alhamdulillahi rabbil alamin. Wasiporidhika, ndani ya siku 30 uwaambie mna nafasi ya kukata rufaa. Na shekhe wa kata ukiambiwa ninaomba rufaa ya kwenda wilayani, usipige chenga. Jamani, tuna malalamiko, na ndio maana fursa hii nimeiwahi Mkuranga. Mashekhe wa kata Mkuranga, baadhi yenu hamfanyi vizuri katika maamuzi. Mtu zile siku 30 za rufaa unamkanya, humpi rufaa yake, imemalizika, anakosa haki yake. Rufaa inaandikwa siku moja tu, muandikie barua kumjulisha huyu kapitia baraza la kata na hukumu naambatanisha, inakwenda kwa shekhe wa wilaya. Mswalie Mtume. Kwa hiyo shekhe wa wilaya anapokea kitu kinachoitwa mkeka. Anapokea barua kwanza, nani aliyokata rufaa, anapokea maamuzi. Yani angalieni hii raha. Yale maamuzi anakuta mule kuna dokezo la maamuzi ya kifamilia, kuna dokezo la hukumu ya maamuzi ya imamu, kuna dokezo na maamuzi ya shekhe wa kata. Yani ana faili zima, haumezi kichwa na baraza lake la mashekhe. Anaangalia kitu gani ambacho kilichokosekana, na yeye anaongeza juhudi kidogo kwa mume na mke kuona hapa kuna maslahi katika upande gani. Na ikithibitika kwamba hapa mazingira ya ndoa hayapo, yeye na baraza lake la mashekhe pia watatoa maamuzi hayo kwa kuwaelekeza eneo sahihi. Ima kwa kumshauri mume, bwana, kwa mazingira haya hapa tunakushauri 1 2 3, oaneni kwa wema, na ikifika mazingira kuachana muachane kwa wema. Kwa hiyo ngazi ya wilaya nayo wanatakiwa kutenda uadilifu, kulisikiliza lile shauri, na kama kuna sehemu yoyote ina makosa, iwe kwa shekhe wa kata au kule nyuma, basi shekhe wa wilaya na baraza lake la mashekhe wataketi kusikiliza pande mbili, kujiongezea ziada ya maarifa. Baada ya hapo watatoa maamuzi, na maamuzi hayatolewi na katibu wa wilaya. Maamuzi hayatolewi na mwenyekiti wa halmashauri. Hukumu yoyote ikitolewa na katibu wa wilaya ni batili. Hukumu yoyote ikitolewa na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya BAKWATA ni batili, kwa sababu si section zao. Maamuzi yote ni lazima yatoke kwa shekhe wa wilaya na signature yake, au yule ambaye kamkasimia madaraka siku hiyo, mimi nina dharura, wewe shekhe wa wilaya msaidizi wangu kalisikilize ile shauri na litolee maamuzi, atasaini kwa niaba.
Kwa hivyo huwa tunaona maamuzi kule yanatoka kasaini katibu, maamuzi yanatoka kasaini mwenyekiti wa baraza la mashekhe. Hizi hukumu zinakuwa ni batili, si sahihi. Anayesimamia mamlaka ya maamuzi yote ni shekhe wa wilaya katika ngazi ya wilaya. Kwa hivyo shekhe wa wilaya naye atatoa hukumu yake na maamuzi yake. Yale maamuzi upande wa mume na mke, ukiridhika fabiha wa neema, na kama hawakuridhika, upande usioridhika utakata rufaa. Na ile hukumu ya shekhe wa wilaya ielekeze kwamba pande zote mbili mna haki ya kukata rufaa ndani ya siku 30 kuanzia siku ya maamuzi. Swali Mtume. Kwa hivyo upande usioridhika utaomba rufaa kwa shekhe wa wilaya, na yeye pia hapaswi kuwa na kigugumizi cha kumnyima mtu rufaa kwenda mkoani, au katibu akamzungusha mtu. Ukishatoka hapo sasa unabeba faili lako limekamilika, unakwenda mkoani kule, unamkuta kadhi wa mkoa. Kadhi wa mkoa, na sio unakwenda kwa shekhe wa mkoa. Mimi ninayezungumza hapa ndio shekhe wenu wa mkoa. Haya mafaili yaliyoshindikana wilayani msiniletee mimi, mnayaleta kwa kadhi wa mkoa. Kadhi wa mkoa ana katibu wake wa kadhi, yeye ndio anayepokea dokumenti zote na kumfikishia kadhi, anazipitia na kuzipangia tarehe na kumwita mdaiwa na mdawa. Kwa hivyo kadhi jina limebadilika, huku tumetoka na mashekhe mkoani tunamkuta kadhi. Mswalie Mtume. Kwa hivyo kadhi akishalisikiliza, akihitaji ushauri kwa shekhe wa mkoa atamshauri, na hili ni jambo, ni ruhusa. Kadhi akishatoa maamuzi yake sio ya mwanzo na mwisho. Mume atayasoma, mke atayasoma. Akiona mmoja wapo pia kadhi hakuntendea haki, ndani ya siku 30 kadhi anakupa nafasi ya kukata rufaa. Unakata rufaa, ndani ya faili lako kuna kuwa na dokezo la familia, dokezo la hukumu ya imamu wa msikiti, dokezo la shekhe wa kata, dokezo la maamuzi ya shekhe wa wilaya. Yani una kabla shazima. Yani Uislamu ni system ya kinidhamu ya kisheria, msiharibu. Yani hili ni jambo, mahakama za kisekula zinakuja kujifunza huku. Swali Mtume Muhammad. Kuna imamu anaitwa al-Imamu al-Mawardi. Imamu al-Mawardi ndiye imamu ambaye aliandika kitabu kinaitwa Al-Ahkamu Sultaniya, hukumu za kitawala. Kitabu hiko Ulaya, Asia, Afrika, duniani, zile nidhamu za hukumu za kisheria nyingi wamezitoa humo. Sallu ala Muhammad. Al-Ahkamu Sultaniya cha Imamu al-Mawardi. Kwa hivyo utaratibu wa maamuzi sahihi na ile nidhamu ya jinsi yale makabrash yalivyo unapatikana ndani ya dini yetu ya Uislamu. Shekhe wakati unatoa maamuzi kwa kuandika kwa penseli. Ninazungumza hapa, mimi sina muhali. Hukumu yoyote imetoka kwa shekhe wakati akaiandika kwa penseli, billahi alaikum, mimi natoa maamuzi ya kumtengua. Unaandika kwa penseli, au hukumu imemwachia mwenyekiti wako au katibu wako anatoa, we mwenyewe unalinda ndege mpunga wako, umepewa usimamia nidhamu ya kisheria. Penseli unatoa vipi? Unasoma kwa mawani, unabadilisha mawani haya uoni. Kwa nini dunia leo kaandike hukumu ya kisheria, maamuzi mazito kama haya kwa penseli? Hilo faili likija, mimi sina muhali, kwa sababu shekhe wakati anateuliwa na shekhe wa mkoa. Mamlaka ya kukuondoa ninayo kwa mujibu wa katiba. Kwa hivyo ukifanya mambo ya ovyo, uovyo utakurudia wewe mwenyewe. Kwa hivyo kadhi akishatoa maamuzi hujaridhika, unakwenda juu, unakutana na wakubwa hao. Kule kuna chief kadhi, kwa kadhi mkuu, ambapo hivi sasa naibu
anayemsaidia kadhi mkuu Sheikh Abdallah Mnyasi ni Sheikh Ali bin Khamisi Ngeruko. Tumswalie Mtume. Sheikh Ali bin Khamisi Ngeruko, na yupo msaidizi wake mwingine Sheikh Jongo, yeye ana nafasi zaidi ya kumtamka, lakini mimi ninamtamka huyu Sheikh Ali bin Khamisi Ngeruko, ndio msaidizi anayemsaidia nani? Sheikh Abdallah bin Yusuf Mnyasi kadhi mkuu. Kwa hivyo shauri linafikishwa ofisi ya kadhi mkuu. Kadhi mkuu atalisikiliza, ataangalia vipengele, na halafu kuna desturi moja. Kuna desturi moja naomba muiache. Ikitokea imamu wa msikiti hukumu yako uliyoitoa shekhe wakati akaitengua, wewe usikasirike. Usikasirike na wala usitune. Inakuwaje? Yule nimempita ilmu. Katika mahakama haiko hivyo. Shekhe wakata, ikitokea shekhe wa wilaya yale maamuzi yako kayatengua, haki ulimpa mume, shekhe wa wilaya akaja kumpa haki mke, usije tena na wewe unamfuata nyumbani kwake au unampigia simu. Huu ujinga hatutaki. Tumswalie Mtume. Ujinga huu hautakiwi. Kwenye mahakama ya mwanzo, hakimu wa mahakama ya mwanzo akiamua, alafu ile hukumu ikatenguliwa na hakimu wa wilaya, hivi huyu hakimu wa mahakama ya mwanzo anampigia simu hakimu wa wilaya, kwa nini umeyatengua hukumu yangu? Hakimu wa wilaya akiamua, kesi ikapelekwa kwa hakimu wa mkoa, hivi hakimu mkadhi wa mkoa akishaamua kutengua maamuzi yale ya hakimu wa wilaya, huyu hakimu wa wilaya tena anampigia simu, imekuwaje bwana, mimi nimeamua hivi, wewe unapindisha hivi, hujaisoma ile aya, hujaisoma ile hadithi? Hatuna hivyo. Maamuzi yako yakishatenguliwa, wewe shughulika na kesi nyingine. Tumswalie Mtume. Kwa hivyo jambo likishafika mahakama ya kadhi litasikilizwa, litatolewa maamuzi. Hujaridhika, unakata rufaa, unapeleka kwa mufti. Unapeleka kwa nani? Kwa mufti. Mufti ndiyo judgment yetu ya mwisho. Mufti yeye ndiyo judgment yetu ya mwisho. Kwa hivyo nimewakumbusheni haya kwa sababu ninajua humu robo tatu ya mashekhe wakati wa Mkuranga wapo, maimamu mpo, familia mpo. Utaratibu wetu wa maamuzi ni huu na utakiwa kuufuata. Shekhe wakata, usithubutu kumpa mtu fomu namba 3 kwenda mahakamani. Shekhe wakata, hata pale wilayani kuwe na makosa ya kijinai, kosa la ndoa, mume kamjeruhi mke, mke kamjeruhi mume, hapo unaweza ukawaelekeza huko. Lakini mgogoro wa ndoa mutlakan, wewe unakimbilia haraka kuupeleka katika mahakama, tukikufahamu tutakuonya kwa mara ya kwanza. Migogoro yote imalizwe katika mabaraza yetu, na yana uwezo wa kufanya hivyo. Kwa hivyo hili ninalisisitiza, ni lazima mlizingatie. Ni lazima mlizingatie. Ukiwa tayari utanijulisha, namalizia. Lakini la mwisho, ninawaomba Waislamu wote wa mkoa wa Pwani kupitia hadhara hii ya Mkuranga, tunapokuwa katika majukwaa yetu haya, ni lazima tuwaeleze sheria inavyozungumza. Lazima tuwaeleze sheria inavyozungumza. Sheria inasemaje? Ndoa zetu zote zinavyofungwa, anayesimamia ufungishwaji wa ndoa, yule supervisor, mushrif, ima atakuwa imamu wa msikiti, atakuwa mwalimu wa madrasa, atakuwa shekhe wa mtaa. Huyo ndio anayesimamia suala zima la ufungishwaji wa ndoa.
Na ndoa inapokuwa na migogoro, hizi mamlaka nilizozitaja ndizo ambazo zinazosimamia majambo hayo. Kina mama mnakuwa wepesi kukimbilia mahakamani. Kina mama mnakuwa wepesi kukimbilia mahakamani kudai talaka. Kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, ndoa inayovunjwa mahakamani, ndoa inayovunjwa mahakamani, ile ndoa haijavunjika. Ndoa yote inayovunjwa mahakamani, ile ndoa haijavunjika. Hakimu hana mamlaka ya kuivunja ndoa ya Kiislamu iliyofungwa kwa misingi ya Kiislamu. Kama ilivyokuwa DC, mkuu wa wilaya, hana mamlaka ya kufungisha ndoa. Hana mamlaka ya kufungisha ndoa ati kwa Muislamu na Mkristo. Hiyo hatuiti ndoa, tunaita zinaa. Mnaokwenda kufungishwa ndoa na hao niliowataja, ukifungishwa na hakimu eti wewe ni Muhammadi unamuoa Priska, mnakwenda kuzini. Yani pale mmepata kibali halali cha kwenda kufanya zina mwanzo mwisho, na watoto wanaozaliwa pale si watoto wa shubha, ni watoto wa zina. Na hivyo hivyo mahakama haina uwezo wa kuivunja ndoa ya Kiislamu. Haina uwezo huo. Mwenye mamlaka ni nani? Mwenye mamlaka ni kadhi. Kadhi ndio mwenye mamlaka ya kuivunja ndoa, kwa sababu ndoa imeanzia kwake na inamalizikia kwake. Haiwezekani ndoa ije kuvunjwa na mtu ambaye huku mwanzo hatumuoni. Kwa hivyo kina mama, hii desturi ya kukimbilia mahakamani na mkapewa talaka kule, na hata serikali tunaikumbusha kwamba ndoa za Waislamu zinazovunjwa mahakamani, hamtutendei haki Waislamu. Hamtutendei haki Waislamu. Ukioa mwanamke yote ambaye ndoa yake imevunjwa mahakamani, umeoa mke wa mtu. Mswalie Mtume tayari. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.